hapa tunashona nguo huko. Mimi leo nataka niwaambie kiko kiwanda ambacho kinatusaidia sana. Juzi tu ndo nimekiona. Kiwanda cha saluni. Jamani, kumbe wabunge tunalindwa sana na saluni. Kuna mbunge mmoja amekosa kwenda saluni siku 3. Sura yake imebadilika kabisa. Wala sio yeye. Wala sio yeye. Kwa hiyo tunataka tuwashukuru sana hata watu wa saluni, kila dada wa saluni, kila baba wa saluni. Kumbe mnatuweka vizuri mpaka tunaonekana watu wa maana mbele za watu. Kwa hiyo hivi ni viwanda vidogo ambavyo Watanzania vinawaletea maendeleo, lakini sisi wanatupa heshima fulani. Mheshimiwa Spika, nataka nikubaliane. Wabunge wameongea vizuri sana hapa kuhusu gharama za uchaguzi. Hili mimi nataka niwaunge mkono. Kuna gharama kubwa sana kurudia chaguzi ndogo. Lakini ambao wanaweza kutusaidia kwa kweli, wanaweza kutusaidia wapinzani. Kwa sababu serikali imeshaundwa, wabunge wengi wa CCM. Una uhakika mbunge wa upinzani atakishinda haendi kubadili serikali. Kwa nini mnaweka wagombea? Msiweke ili kunusuru mapesa hayo yaende kwenye maendeleo. Hakuna sababu. Maana hata ukishinda kiti kimoja, kilo moja ya sukari haiwezi kwenda kukolea kwenye pipa la maji. Kwa hiyo hakuna sababu ya vyama vya upinzani kuweka wagombea kwenye uchaguzi mdogo. Maana tayari umeshafahamika, aliyeshinda kafahamika. Kuna sababu gani ya kupeleka mgombea kwenda kupoteza hela za nchi? Kwa hiyo ni vema wakatunga mkono kuanzia sasa hivi kujitokea uchaguzi mdogo. Hakuna sababu ya wao kuweka mgombea na sisi tutapita bila kupingwa. Hakuna kuwa na gharama. Pesa zote zitaenda kwenye maendeleo. Mheshimiwa Spika, kuna watu wamezungumza sana leo hapa wabunge. Wamezungumza kwa uchungu mkubwa sana. Mbunge mmoja wa Chadema amezungumza sana kuhusu rais kutoka kanda ya Ziwa na kwamba ni aibu sana kanda ya Ziwa kukosa maji. Akasimama ndugu yangu Napera akasema waziri mkuu anatoka kusini, ni aibu kukosa maendeleo. Sasa najiuliza, tuna waziri mkuu wa kusini, tuna rais wa kanda ya Ziwa, tuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jamani. Hatuna rais wa kanda, tuna waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusiwafanye viongozi wetu wakawa viongozi wa kanda, haiwezekani. Na mtakuwa hamtutendei haki. Hivi na sisi ambao Spika unatoka Dodoma, mbona unawaruhusu wao kusema? Kwa nini turuhusu si wa Dodoma tuseme sana ili shida zetu zisikilizwe? Haitawezekana. Hili jambo lazima tujue, viongozi wakishakuwa wa kitaifa wanaongoza taifa la Tanzania na sio sehemu walikotoka. Kwa hiyo kama rais anahakikisha kwamba kwao hakuna maji lakini wengine wamepata, huyo ndio rais bora, analitazama taifa, hatazame upande wake. Kama mheshimiwa waziri mkuu anaelekea sehemu zingine za Tanzania, anazunguka kuhakikisha maendeleo yanapatikana, huyo ndio waziri mkuu bora. Kwa hiyo mimi sikutegemea kwamba tuanze kuwagawa viongozi wetu kwa namna wanakotoka. Haiwezekani. Tusimame katikati, tuishauri serikali mambo ya msingi yafanyike ili nchi nzima ipate maendeleo. Na nchi hii ni kubwa ndugu zangu. Nchi changanya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, ndio unaweza kuikaribia ukubwa wa Tanzania. Huwezi ukapeleka maendeleo kwa haraka na maeneo yote yakalizika ndugu zangu. Twendeni taratibu. Twendeni awamu kwa awamu. Sehemu zingine ukipeleka, sehemu zingine wanasubiria. Sehemu zingine ukipeleka, sehemu zingine tutafika tu mahala nchi nzima itapata maendeleo. Kwa na waombeni sana waheshimiwa wabunge, tuvute subira. Viongozi wanahitaji kuungwa mkono tu. Tuwaunge mkono. Watu wanazungumzia habari ya usalama. Taarifa. Ni Mheshimiwa Msukuma? Ndio. Haya, ruksa. Nilikuwa napenda kumpa tu taarifa mzungumzaji kwamba amezungumza kuhusu swala la Napa alivyokuwa akichangia. Alikuwa anasema kwamba hata mbunge aliyemwachia jimbo alikuwa ni waziri wa mambo ya nje. Wafadhili wote alikuwa anazungumza nao, hakuwapeleka Mtama, alituletea na sisi Geita. Ni hiyo tu mheshimiwa. Mheshimiwa Lusinde, naipokea taarifa yako Mheshimiwa Msukuma. Bahati mbaya tu mwenyewe hayupo, maana mimi nilitaka asikie lakini atakusikia. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunaomba sana sisi kama taifa, kama nchi, viongozi wetu wagawanye rasilimali za nchi kwa usawa maeneo yote. Hata yale ambayo hayana vivutio vikubwa vinavyokusanya hela nayo wayatazame. Kwa mfano tunaelewa sisi Dodoma hapa tuna zao la zabibu. Zao la zabibu hili likifunguliwa viwanda vya kutosha, tutanufaika Mheshimiwa Spika. Watu wetu watapata pesa, watalima, watauza, mifugo. Sisi tumepata kiwanda kizuri kabisa cha kuandaa ngozi pale katika kijiji cha Idifu. Naomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeme upelekwe kwenye kile kiwanda.
Kile kiwanda hakiishi kwa wakati kwa sababu umeme wenye nguvu kubwa haujafika pale kiwandani. Tukiweza kupata na sisi ni wafugaji, Mheshimiwa Spika. Tuna ng'ombe nyingi zinachinjwa kwenye minada, ngozi nyingi zitapelekwa pale, wananchi wa jimbo la Mtela nao watapata maendeleo makubwa. Tutanufaika na hii hoja ya uanzishwaji wa viwanda, maana kiwanda tayari kinajengwa. Tuitazame Tanzania yale maeneo ambayo yamesahaulika kwa muda mrefu, tuyatupie macho. Maana kuna mwingine ana maji, ana barabara nzuri, ana shule nzuri, akija hapa kupiga porojo ni sawa. Lakini kuna wengine vitu vyote vitatu hawana, tuangalie kimoja wapate. Watu ambao wanaishi vijijini, tunapoteza kina mama wengi sana kwa kukosa kujifungua. Wakati wa kujifungua njia imefunga, maji yamekata barabara, gari haiwezi kufika, pamoja na kumshukuru rais kwa kupata ambulance. Lakini kuna mahali ambulance hazipiti, Mheshimiwa Spika, kwa sababu barabara zinakuwa mbovu. Tumeondoa barabara kutoka halmashauri, tumezipeleka TARURA. Lakini ukitazama uwezo wa TARURA na bajeti yao bado ndogo, bado haireflect maendeleo ya barabara za vijiji. Kwa hiyo tunaomba waongezewe pesa ziwe nyingi ili waweze kutengeneza zile barabara kwa kiwango kinachotakiwa. Mheshimiwa Spika, tuwatazame sana. Watu tumejenga sekondari za kata, tumejenga mashule vijijini, lakini bado namna ya kuwachagiza wananchi wa vijiji umeme ufike kwa wakati. Kuna baadhi ya maeneo hayana umeme, tarafa nzima ya Mpwayungu haina umeme. Tukiwapelekea umeme watu wa Mpwayungu, baadhi ya mambo yao mengi watayafanyia kule, watakamua alizeti zao kule, hawana haja ya kuzileta Dodoma mjini. Dodoma mjini wataleta mafuta. Kwa hiyo viwanda vidogo vitaanzishwa Mpwayungu. Mheshimiwa Spika, nakuomba sana, tunaposimama hapa sisi lengo letu ni kuunga mkono na kuwatia moyo waheshimiwa mawaziri. Ukitazama baraza hili ni dogo kuliko lililopita, lakini mawaziri wake wanafika kila kona ya Tanzania. Lazima tuwapongeze na kuwatia moyo. Hawa ni binadamu, usiku kucha wanasafiri, wanafika kwenye majimbo yetu, wanaongea na wananchi. Lazima na sisi tuwaunge mkono kwamba waheshimiwa mawaziri, tunatambua kazi kubwa mnayoifanya. Sisi kama wabunge wenzenu tunawaungeni mkono. Endeleeni kuchapa kazi ili taifa liweze kusogea. Mheshimiwa Spika, watu wamezungumza hapa kuhusu amani. Amani na utulivu ipo, lakini ipo kwa sababu na wahalifu nao wapo. Tuwaombe serikali waendelee kuwasaka wahalifu kwenye kila nyanja ya uhalifu inavyotokea. Tusichafue serikali kwa sababu ya kosa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikitokea kiongozi mmoja wa dini amekengeuka, pengine amezini, Mungu apishe mbali, hatuwezi kulaumu dini nzima, haiwezekani. Tunamlaumu huyo kwa kufanya hilo kosa. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba uhalifu upo, lakini tuitake serikali kupambana na uhalifu kama inavyofanya siku zote. Asante sana Mheshimiwa Lusinde. Asante sana, naunga mkono hoja Mheshimiwa Spika. Kemirende Rota atafuatiwa na Mheshimiwa Magdalena Sakaya, alafu tutaenda Zanzibar, Mheshimiwa Saada Mkuye. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kuweza kunipa nafasi ya kuzungumza asubuhi ya leo. Vile vile niungane na wabunge wenzangu wote na Watanzania kwa ujumla kwa kukaribisha tena kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu na timu yake yote kwa budget, kwa hotuba zao nzuri ambazo wametuletea. Vile vile nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ziara ambayo alifanya mkoa wetu wa Mwanza, ziara ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Spika, sitatenda haki kama nitasimama kuchangia hapa leo nisiongelee swala la uvuvi, masuala ya uvuvi ambayo yanaendelea kwenye mkoa wetu wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla wake. Mheshimiwa Spika, kumekuwa na tatizo kubwa sana la unyanyasaji wa wavuvi wa kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Spika, nia ya serikali ni njema kabisa, wote tunafahamu, ya kukomesha uvuvi haramu, lakini kinachofanyika sasa hivi ni kinyume na ni mambo ambayo hayapo kabisa hata kwenye sheria zetu. Mheshimiwa Spika, niwapongeze mawaziri, kazi kweli nzuri wanafanya na kubwa, lakini kuna watu ambao wapo huko site. Kuna task force imeundwa. Hii task force, Mheshimiwa Spika, kinachoendelea huko mikoani mwetu, naongelea mkoa wa Mwanza, ni hatari kubwa kabisa. Na nia ya Mheshimiwa Rais wetu ni njema ya kuwaokoa na kuwasaidia wanyonge, lakini kinachofanyika ni kuendelea kuwakandamiza na kuwaumiza na kufanya uvuvi usiwepo kabisa kwenye mkoa wetu.
Mheshimiwa Spika, naomba niweze kukupa mifano ambayo inaendelea kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Ni kweli nyavu zimechomwa ambazo zilikuwa zinajulikana ni nyavu haramu, sawa, tumekubali. Lakini mpaka sasa hivi tunapoongea hizo nyavu halali ambazo zinatakiwa ziwepo, Mheshimiwa Spika, hakuna nyavu. Nyavu zimekuwa kama madawa ya kulevya. Sasa hivi nyavu zinauzwa kwa magendo. Mheshimiwa Spika, hawa watu ambao wako huko site wanasema hiyo task force ambayo naiongelea. Mheshimiwa Spika, wanashika watu, wanawanyanyasa watu, wanakuwa na maaskari, wanatoza fine ambazo hazipo kwenye sheria wala kanuni wala taratibu yote ya nchi hii. Mheshimiwa Spika, nina mifano. Mheshimiwa Spika, kuna baadhi ya wavuvi ambao wameshikwa. Na Mheshimiwa Waziri nimshukuru kwa sababu ni msikivu na tumeongea naye na anasaidia baadhi ya mambo. Mheshimiwa Spika, mtu anakamatwa kwenye gari ya samaki anaambiwa hauna koleo la plastic. Faini ya koleo hili kutokuwa na koleo la plastic, faini shilingi milioni 5. Na consistency haipo. Mmoja atashikwa leo ataambiwa faini milioni 5. Mwingine atashikwa kesho anaambiwa faini milioni 2. Mwingine anashika kesho kutwa anaambiwa faini milioni 10. Tunakwenda wapi kama taifa, Mheshimiwa Spika? Wote tunajua ugumu wa ajira uliopo. Mheshimiwa Spika, watu hawa ni watu ambao wengine sio niseme kwamba ni watu wa chini kweli wafanya kazi za uvuvi. Mheshimiwa Spika, wameamua kujiajiri, lakini ajira imekuwa ya matatizo. Tumeongea sana humu ndani, lakini hiyo operation bado inaendelea na inaendelea kwa nguvu na inaumiza wananchi wetu kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa Spika, naomba kuishauri serikali, kuna haja na umuhimu ya kukaa na kuangalia haya mambo yanayoendelea huko. Mheshimiwa Spika, mambo yanayoendelea ni mabaya na unyanyasaji wa hali ya juu. Mheshimiwa Spika, naomba kuongelea swala ya madawa ya kulevya. Niipongeze sana serikali. Imeleta juzi hapa sheria ambayo tumeipitisha ambayo imesaidia kudhibiti na kupunguza madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa bara. Lakini kwenye hiyo hotuba ya kamati ya ukimwi pia tumeona kiwango kikubwa sana cha kudhibiti kwa upande wa bara sasa hivi, na kazi kubwa sana inafanyika na watu wa madawa ya kulevya, mamlaka ya kupambana na madawa ya kulevya. Lakini sasa kinachoendelea kwa upande wa ndugu zetu upande wa Zanzibar, watu hawa, wafanyabiashara hawa wengi wamehamia upande wa Zanzibar kwa sababu ya sheria kali ambazo zimewekwa upande wa bara. Ushauri wangu, Mheshimiwa Spika, naiomba sasa serikali ifike mahali ikae na ndugu zetu wa Zanzibar, waweke sheria ambazo zitakuwa ngumu kwa upande wote wawili, ili kama tumeamua kudhibiti na kukabiliana na madawa ya kulevya iwe kwa pande zote mbili. Mheshimiwa Spika, naomba kuongelea kuhusu swala la ukimwi. 100% ya fedha za maendeleo ya masuala ya ukimwi zinatoka nje. Sisi kama nchi hatujatenga fedha yoyote ya masuala ya ukimwi. Kuna haja sasa kama serikali ifike mahala tuanze kutenga fedha za ndani ili tuweze kuwasaidia Watanzania hawa wengi, na hili ni janga la kila mmoja wetu. Nadhani kama hatujaguswa binafsi tutakuwa tumeguswa ndugu zetu na familia zetu kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna haja kama serikali tuweze kujipanga na kutenga fedha za ndani ili tuweze kuendelea kudhibiti na kupunguza maambukizi mapya ambayo yanazidi kuongezeka kwa kasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali pia kwa kuanzisha huu mfuko wa ukimwi. Tumeanzisha huu mfuko na tukatenga fedha bilioni 5.5 kwa mwaka wa fedha 2016 na 17. Lakini mpaka dakika hii tunaongea hakuna fedha yoyote ambayo imeenda. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa watu watafanyaje kazi bila kuwa na fedha? Mheshimiwa Spika, samahani. Kwa hiyo naona kuna shida na kuna umuhimu sana wa kuliangalia hili ili tuweze kusaidia Watanzania wengi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda niongelee tena kidogo kuhusu swala la elimu. Mheshimiwa, kuna research nyingi ambazo zimefanyika zinaonyesha kuna uhusiano mkubwa sana kati ya sayansi na maendeleo. Mheshimiwa Spika, leo hii tunavyoongea sio maneno yangu, hata ni juzi tu Rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa amesema elimu yetu inaporomoka. Na huu ni ukweli usiopingika. Tunahitaji mjadala mkubwa kama taifa tuweze kukaa na kutengeneza mfumo mzuri wa elimu. Tuna nia na madhumuni ya nchi yetu ni kutengeneza
Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa Spika, hatuwezi kupata viwanda bila kuwa na wataalam, bila kuwa na Watanzania wenye uelewa mzuri wa kuweza kutimiza azma hii nzuri ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, hali ya walimu wetu sasa hivi ni mbaya, motivation ni zero. Ni wanaenda wanafanya kazi kwa sababu hawana options nyingine, lakini kiuhalisia wanaenda hawana wanachokifanya kwa sababu maslahi yao maslahi yao bado ni duni, wana madai yao ambayo hayajalipwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ifike mahali sasa kama nchi tutengeneze mfumo mzuri ili kuweza kuwamotivate hawa watu, na vile vile hawa ndio wanaotufundishia watoto wetu. Mheshimiwa Spika, tunavyoongea hii leo, na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa nia yake nzuri kabisa ya kufanya elimu bure. Ni kweli elimu bure imepatikana na watoto wengi sana wameenda kwenye shule zetu, lakini wingi wa watoto hao pia imekuwa ni tatizo. Chumba kimoja watoto zaidi ya 200. Katika hali ya kawaida watoto hao hawawezi kuelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, tuna upungufu mkubwa wa madarasa, tuna upungufu mkubwa wa walimu wa primary, tuna upungufu mkubwa wa walimu wa sayansi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, Waziri wa Elimu atakapokuja kutujibu hapa atueleze ni mkakati gani sasa kama serikali, Mheshimiwa, kama serikali kuna mkakati gani wa kuweza kuyabadilisha haya mambo ili tuweze kuwa na elimu bora. Mheshimiwa Spika, naomba kuzungumzia uwanja wetu wa ndege wa mkoa wa Mwanza. Wote mnafahamu Mwanza ndio jiji la pili kutoka Dar es Salaam, lakini uwanja wetu wa ndege, sehemu yetu ya abiria kusubiria maabiria, kwa kweli inasikitisha. Sio hadhi ya mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Spika, naomba tuje tupate mkakati wa serikali. Ni lini sasa uwanja huu utarekebishwa na tutengenezewa kiwanja ambacho kitakuwa na hadhi ya mkoa wa jiji la pili la Tanzania. Mheshimiwa Spika, kuna swala lingine nataka kuzungumzia kuhusu masuala ya nishati ya mkaa. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu zaidi ya 90% ya Watanzania wanatumia mkaa majumbani kwao. Asante sana Mheshimiwa. Naomba mkono moja. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Magdalena Sakaya atafuatiwa na Mheshimiwa Saada Mkuya Salum. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kunipa nafasi niweze kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini niungane na Mheshimiwa wabunge na Watanzania wote kumshukuru Mungu kukupa afya njema, na tunaomba endelee kukutetea na kupigania katika majukumu yako. Mheshimiwa Spika, nishukuru sana kwa kauli ya serikali ambayo imetolewa hapa bungeni asubuhi kwa ajili ya kuwarejesha watumishi wa umma ambao waliondolewa kinyama kwenye kazi zao. Kwa kweli nashukuru sana Mheshimiwa Spika, tumerudisha imani na matumaini kwa wale watendaji. Mheshimiwa Spika, mwaka juzi serikali ilikuja na mkakati kuhakikisha kwamba watoto wote wa Tanzania wanakaa kwenye madawati, na ikawezekana. Lakini Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea watoto wengi wa Tanzania kutokana na watu na idadi kuwa wengi wao wanakaa nje, jua linawapiga, mvua yao, jua yao. Tunaiomba serikali kwa mpango ule uliokuja nao 2016-17 watoto wakaweza kuwa kwenye madawati wote. Tunaomba serikali je mkakati maalum kuhakikisha watoto wote wanakaa kwenye madarasa. Katika wilaya zote hakuna sehemu ambapo madarasa yanatosha. Na kiukweli Mheshimiwa Spika, mtoto anayesoma nje hata ufaulu unakuwa ni mdogo. Lakini swala lingine ni swala la vyakula mashuleni. Kutokana na tamko lililotolewa na serikali kwamba elimu ni bure, wazazi na walezi wameona kwamba hata jukumu la vyakula mashuleni ni jukumu la serikali. Kwa hiyo watoto wengi sasa hivi hawali mashuleni, na mtoto ambaye ana njaa hafundishiki. Tunaiomba serikali itoe ufafanuzi mzuri kwenye mashule namna gani wazazi wahakikisha watoto wanakula mashuleni. Vinginevyo Mheshimiwa Spika, ni ukweli kwamba tumepanda kielimu kwa maeneo mengi, particularly kwenye wilaya yangu ya Kaliua tumepata vizuri sana, na najua tumechangiwa na walimu, lakini pia watoto kula mashuleni na spidi ya viongozi kufanya kazi. Lakini sasa hivi wameacha kula, tumeona wameanza treni imeanza kushuka. Kwa hiyo naomba serikali itoe ufafanuzi mzuri namna gani watoto waweze kula shuleni, tukizingatia wengi wao watoka nyumbani ya wajala mpaka jioni wana njaa, kwa hiyo hawezi kufaulu vizuri. Mheshimiwa Spika, swali lingine swala la mifugo.
Nchi yetu ni nchi ya pili kuwa na mifugo mingi Afrika. Lakini Mheshimiwa Spika, ukiangalia pato la taifa ambalo linaletwa na sekta ya mifugo bado ni dogo sana. Tatizo ni kwa Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwa tunaongoza kwa kuwa na mifugo wengi, mifugo yetu haina tija. Kwa sababu gani? Hakuna maeneo yanayopangwa kwenye mikoa wala wilaya kwa ajili ya malisho ya mifugo. Mifugo maeneo mengine yanaonekana kama ni changamoto. Wanaonekana na zurura na kila siku wanakamatwa, wanapigwa risasi kwenye mahifadhi. Hatujaweza kama Tanzania kutumia rasilimali ya mifugo kama uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, naiomba sana serikali, lazima kwenye bajeti hii tuje na mpango mkakati namna gani kila mkoa na wilaya ambao wanaendeleza mifugo watenge maeneo kwa ajili ya mifugo. Lakini pia lingine Mheshimiwa Spika, hakuna malisho. Wakati wa mvua nyingi malisho yamejaa. Ikiondoka mvua mifugo yote inateketea. Kwa hiyo mfugaji anafuga wakati wa mvua, wakati wa ukame mifugo yote imepotea. Tunaiomba serikali ije na mpango wakati wa mvua, tuwe na utaratibu wa kuvuna majani, tutengeneze haze, tutengeneze silage, tutunze vyakula, tufuge kwa tija. Lingine Mheshimiwa Spika, tuwe na viwanda. Tulikuwa na viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo. Tulikuwa na Tanganyika Packers, leo hamna. Ni kweli sasa hivi tunajitahidi kuwa na machinjio ya kisasa. Hatuna viwanda vya kuchakata mifugo, mazao ya mifugo. Na bahati nzuri Mheshimiwa Spika, kwenye mifugo kila kitu ni mali. Kwato ni mali, ngozi ni mali, nyama ni mali, mifupa ni mali, kila kitu ni mali. Tukiweza kutumia vizuri sekta ya mifugo, tutaweza kuhakikisha kwamba inaingiza pato zuri kwa taifa letu, na tukaweza kufanya wafugaji wakawa watu ambao wanatija, sio kuwa wananyanyaswa kila siku kwa sababu serikali haijaweza kuweka mfumo mzuri wa mifugo kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Spika, swali lingine ni mfuko wa wanawake. Tumeiona hapa serikali imetuambia uwezeshaji wa wanawake na vijana. Serikali imetenga fedha kwa ajili ya vijana milioni 783, ambapo vijana 840 kutoka halmashauri mbalimbali wamenufaika. Mheshimiwa Spika, vijana 840 ni kijiji kimoja au viwili. Leo tuna vijana ngapi Tanzania? Tuna wilaya ngapi? Tuna kata ngapi? Tuna vijiji ngapi? Kuja na vijana 840, mimi nashangaa. Naiomba serikali Mheshimiwa Spika, fedha zinazotengwa kwenye halmashauri ni kidogo sana. Leo Kaliua tumetenga zaidi ya milioni 250. Wameleta vijana wenyewe wamekuja na vikundi 50. Hatukuweza kuwapa, tumewapa vikundi 15. Wanawake wamekuja na vikundi 56. Tumewapa vikundi 30. Na wanaomba milioni 10, unawapa milioni 2. Haitoshi. Ni kweli tunatenga, lakini kwa kweli Mheshimiwa Spika, kama tujizatiti vizuri serikali, hatuwezi kusaidia vijana wakaweza kujiajiri. Hatuwezi kusaidia wanawake wakaweza kujiajiri kwa sababu fedha tunayoteka ni kidogo. Halmashauri zetu tunafahamu uwezo wake, hawana uwezo kuweza kusaidia vijana vikundi vyetu vinavyotengenezwa. Kwa hiyo naiomba serikali lazima itenge fedha ya kutosha, wanawake wawezeshwe, vijana wawezeshwe, tuondokane na kundi kubwa ambalo mnakosa ajira na waweze kuendeleza familia zao. Mheshimiwa Spika, swala lingine ni swala la masoko, swala la kilimo. Mheshimiwa Spika, nazungumzia kidogo sababu tutazungumzia kwenye sekta ijayo. Mheshimiwa Spika, tuna shida kubwa taifa letu. Hatujaweza kuwa na mizani za kisasa kwenye manunuzi ya mazao. Tumelia bungeni, mimi binafsi nimeongea sana hapa. Leo bado wakulima wanakwenda kulaliwa kule vijijini. Wakulima wanakwenda kununuliwa mazao bila mizani za uhakika. Leo kuna rumbesa inaendelea. Kuna ndoo za Mozambiki, mkulima analima kwa shida, anavuna kwa shida, hata kwenda kuuza anaibiwa. Naiomba serikali, kwa nini tunashindwa kusimamia mizani za kisasa kwa ajili ya kununua mazao? Mheshimiwa Spika, kwa nini serikali inaruhusu rumbesa mpaka hivi leo, dunia ya leo? Kwa nini serikali inaruhusu Mozambiki ndio moja inachukua mpaka galoni 7? Kwa nini inaruhusu? Mheshimiwa Spika, hatuwezi kuwa na nchi ya viwanda bila kuwa na kilimo chenye tija. Lakini tunahitaji pia wakulima wanufaike na wanachokilima. Tunaiomba serikali ije na mpango, ituambie kwa nini tumekubali wakulima endelee kuibiwa wakati wakulima hao tunategemea walizi taifa hili. Mheshimiwa Spika, swala hili swala la maji.
katika wilaya ya Kaliua, Mheshimiwa Spika, bado hatuna mpango mkakati wa kupata maji. Mpango wa Ziwa Victoria kutoa maji kutoka mto wa Lagarasi ni mpango wa muda mrefu. Leo ni mwaka wa 5, bado mpango huu uko kwenye upembuzi yakinifu. Naiomba serikali kwenye mpango wa mwaka huu ituletee mpango wa muda mfupi kuwatua wanawake wa Kaliua ndoo kichwani. Mheshimiwa Spika, leo mvua zinanyesha kienda Kaliua, kila mama angalau wanatulia, watoto wanaenda shule. Njoo mwezi wa 8, Mheshimiwa Spika, ni hatari. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naiomba sana serikali ije na mpango huu mwaka huu, tuhakikishe kwamba tunapata maji wanawake wa Kaliua, watoto waende shule kwa wakati na tuondokane na shida. Mheshimiwa Spika, mpango wa maji Victoria haufiki Kaliua wala Urambo. Kwa hiyo mpango pekee wa kupatia na Kaliua maji ni kutoka Malagarasi, lakini mpango huu ni taratibu sana na fedha inayopangwa pale ni ndogo, haitoshelezi. Swala lingine Mheshimiwa Spika ni swala la afya. Kaliua, tunashukuru serikali imetengea fedha kwa ajili ya hospitali yetu ambayo tunajibia kujenga Kaliua, lakini pia Kaliua mpango wetu wa mwaka huu ni kuwa na vituo vya afya. Tumeongeza vituo vya afya 4, viwili Oliankuru, viwili Kaliua, jimbo langu. Naiomba serikali, wananchi hivi wanacheka kwa spidi kubwa. Mheshimiwa Rais alipofika Kaliua alitoa milioni 10 kwa ajili ya kituo cha Kaliua Usinge, ambapo wengi wao wanatibiwa kule Guruka. Naiomba serikali iongeze nguvu kwenye kituo cha Usinge ili wananchi ambao wanatibiwa Nguruka waweze kutibiwa pale kwenye kituo cha Usinge. Iongeze nguvu ya rais. Mfuko wa jimbo tumeongeza, wananchi wanachanga sana kila siku. Rais ameweka nguvu. Tunaomba na serikali pia tusaidie mwaka huu, tuhakikishe kwamba kituo kile kinakamilika, wananchi wa Kaliua waweze kupata huduma za afya kwa karibu. Lakini Mheshimiwa Spika, nizungumzia hapa Dodoma. Benjamin Mkapa wanafanya kazi nzuri sana, lakini Mheshimiwa Spika, ya kuokoa wananchi na pia wabunge wenyewe, lakini watumishi madaktari hakuna. Hivi ninavyoongea tu ya mbunge ameletwa pale. Mheshimiwa Sakaya, nakushukuru sana. Muda wako umeisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa Saada Mkuya atakuwa mchangiaji wetu wa mwisho mchana wa leo. Tafadhali Mheshimiwa Saada. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kupata hii nafasi. Kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukupa afya njema na tumekuwa pamoja leo hapa. Kwa kweli ukiwa hupo tuna miss ule kutokuwepo kwako. Kwa hivyo lazima tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya. Pili, Mheshimiwa Spika, vile vile nachukua fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini vile vile pamoja na mawaziri dada yangu Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, na manaibu wako mnafanya kazi nzuri sana 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 na nahitaji pongezi. Mheshimiwa Spika, mimi sina hoja nyingi, ni chache. Kwanza nashukuru kwamba hotuba yetu hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imelizingatia vile vile suala la muungano, lakini kwa uchache wake limeeleza sana ni kwa jinsi gani hizi activities za kutafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali za muungano wetu. Tunashukuru kwa kunoti hiyo, lakini nadhani itakuwa busara zaidi tukiendelea mbele kunoti vile vile achievement ambazo zimepatikana katika muungano wetu huu ambao kesho kutwa tu tunatimiza miaka 54. Mheshimiwa Spika, wakati wazee wetu walipokuwa wanaungana, mzee wetu Karume pamoja na Mwalimu Nyerere waliungana wakijua wanaungana, na kila mmoja wake alikuwa anajua wanaungana katika context ipi. Na wakati tunaungana Zanzibar ni ndogo. Hata leo wakazi wake nadhani kwa takwimu labda tunaweza kuwa tumefika kama 1,500,000. Ni kidogo ukilinganisha na wakati huo ilipokuwa Tanganyika. Hata leo Tanzania zaidi ya watu 50,000,000.
lakini lilikubalika kwa spirit ya kuwa muungano wetu utakuwa na mutual benefit katika maeneo ambayo tumekubaliana. Sasa Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengi ambayo yalikuwa yamezungumzwa hapa, na nakuomba sana Mheshimiwa Spika, hili ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuwa Zanzibar haimo, hili haliwezi kuwa ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Neno la jamhuri ama jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatokana na uwepo wa Zanzibar. Sasa Mheshimiwa Spika, wiki iliyopita kulitoka mijadala mingi sana hapa, na mjadala ambao unazungumzwa na anaozungumza ni mwana CCM anavyoiportray Zanzibar as if Zanzibar hakuna mamlaka. Sasa naomba leo Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, tunaomba hizi statements za kuidogosha, statements za kuidhalilisha Zanzibar ziishie huko. Lazima tu recognize Zanzibar ina serikali inayoongozwa na Dr. Ali Mohamed Shein. Zanzibar kuna chombo cha kutunga sheria ambacho ni Baraza la Wawakilishi, lakini Zanzibar kuna mahakama. Unapozungumza Mheshimiwa Spika kwamba Zanzibar ama kiwanda cha Mahonda ambacho kinazalisha sukari isiingie kwa sababu si sukari inayozalishwa Mahonda, nadhani kuna misconception kubwa sana hapa. Na nitaomba sana waheshimiwa wabunge, tunaposimama ni lazima tuwe tuna takwimu sahihi. Tunakubaliana theory zote katika dunia hii za uchumi, theory zote zinasisitiza kuhusu masuala ya production. Masuala ya production kwa sababu ndio unaojenga long term growth. Sasa vile vile kwa upande wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika, ilipokuja sera ama ilipokuja hoja ya viwanda, uchumi wa viwanda, ni uchumi wa viwanda kwa Tanzania nzima, na Zanzibar nayo ikajitutumua ikasema na sisi tuna kiwanda. Sasa kupitia bunge lako vile vile naomba waheshimiwa mawaziri, namuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru kwa ziara yake aliyoifanya, lakini nadhani itakuwa busara zaidi akifanya special visit kwa ajili ya kuvisit kile kiwanda cha sukari Mahonda. Hatukatai, walanguzi wapo, na walanguzi sio peke yao wanatoka Zanzibar. Hao wanaokopa kodi wako kila sehemu, na alhamdulillah serikali zote mbili zinajitahidi katika kupambana nao. Na mimi naungana na waheshimiwa wenzangu kwamba hawa watu wasiachiwe. Lakini ukianza kuitengeneza Zanzibar as if wale ambao wanakwepa kodi, wale ambao wanakuja na majahazi, wale wanaotembea ni kwamba ndio Zanzibar na ndio character ya Wazanzibari, nadhani hili Mheshimiwa Spika sio sahihi hata kidogo. Mheshimiwa Spika, hizi biashara zipo tunafanya. Mimi nadhani katika muungano wetu hakukuwa na kikwazo hichi cha intertrade. Tunafanya biashara. Kule Zanzibar kuna viwanda vya maji, lakini vile vile vino compete na viwanda. Utakuta Kilimanjaro ipo Zanzibar imejaa. Huku sisi hatukuti drop ipo. Utakuta maji mengi ambayo yanazalishwa Dasani yote hapo na biashara inakwenda. Why this so special to sukari? Bidhaa zipo mbalimbali, na nadhani statement zinapotoka namna kama hizi, hawa ni watu ambao hawautakii mema huu muungano wetu. Mheshimiwa, huu muungano wetu tunauhitaji sote. Wazee wetu walipoungana wameungana kwa spirit ya umoja. Lazima sisi tuwe wamoja. Leo unapoisimama ukaizungumza Zanzibar, huwezi kusimama ukaizungumza Kenya au Burundi namna kama ile. Unapomzungumza ndugu yako kwa maneno ambayo sio ya kweli, huwezi hata kumwambia mtu mwingine yuko mbali. Hili sio sahihi wenzangu. Sio sahihi. Na ubaya wa mambo tunaozungumza wengine wengi ni wana CCM ambao hata Zanzibar chama kinachoongoza ni Chama cha Mapinduzi. Kuna serikali ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Sasa unapoongoza sasa hivi nimemsikia kuna mheshimiwa anasema wafanya biashara kwa sababu ya sheria kali wamehamia Zanzibar. Do you know Zanzibar?
Tukizungumza Zanzibar, manake ni kwamba sisi waheshimiwa tumekwenda asubuhi, jioni tumerudi. Kuna sheria zake, sheria zipo na serikali inajitahidi. Changamoto hazikosi, ziko kila sehemu. Changamoto bunge lililopita, mheshimiwa, tumeambiwa kuna mheshimiwa alisimama hapa anasema Zanzibar haijawahi kukamata hata kilo moja ya kokeni. Lilizungumzwa ndani ya bunge hili. Ukiniambia hivyo, unadharau mamlaka, unadharau serikali, unadharau jitihada ambazo zinafanyika. Hawa watu kila siku wanakamatwa, na hizi juhudi zinafanyika katika pande mbili zote. Mawaziri wanapozungumza, tumeambiwa mawaziri wanakutana, wanakuwa wana jitihada za wao wenyewe, wanazungumza. Changamoto zinatokea, Mheshimiwa Spika, tunakubali, lakini si katika context hii ambayo inavyozungumzwa. Lazima tuheshimu. Na sisi, Mheshimiwa Spika, trust me, Zanzibar ikiwa inazungumzwa kiasi kama hiki, sisi wabunge ambao tunatoka Zanzibar tunajiona humu ndani kama second class MPs, which is not fair. Sisi ni wabunge kama wabunge wengine. Unapoizungumza Zanzibar, na sisi tunapata uchungu kwa sababu kinachozungumzwa sio sahihi. Tunaomba Mheshimiwa Spika, haya mambo ya kukaa ukaanza kudharau mamlaka nyingine ambayo zimo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaomba sana, tunapata tabu sana kule nyumbani. Hawa wanatushangaa sana wenzetu. What are you doing there? Hivi kwa sababu kinachozungumzwa kinakuwa hakina facts. Tunaomba jamani, tuheshimiane, tuwe vizuri, ili tuna spirit moja katika chombo cha dola ambacho tunakutana na tunaconverge, hasa kwenye context ya muungano. Ni bunge lako la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika. Tunakuwa wamoja, sote tunasimama kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, context hii ya ujenzi wa viwanda inasaidia sana katika ujenzi katika taarifa kutoka pale. Mheshimiwa Atibu. Mheshimiwa, naomba nimpe taarifa mzungumzaji anayeongea kwamba pamoja na taarifa zilizopo kwamba Zanzibar haijawahi kukamata kontena la madawa ya kulevya kutoka bara, lilikamatwa katika bandari ya Zanzibar. Hadi leo kesi bado iko mahakamani. Naomba upokee taarifa. Naipokea. Sasa pamoja na hayo, Mheshimiwa Spika, hizi ni katika changamoto za maendeleo ya nchi. Ni katika changamoto za maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Saada, asante sana. Muda. Naunga mkono hoja, Mheshimiwa Spika. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, na washukuruni sana. Jioni uchangiaji wetu utaendelea. Majina yale ambayo yanayotoka Chadema wote mtachangia, na CCM pia wote. Kafu tumeshapunguza karibu wote, lakini tutaangalia kama kutokana na nafasi kidogo. Tangazo ni moja tu hapa, ndio kwa Mheshimiwa Kuchauka. Anaomba wabunge wote kutoka mkoa wa Mtwara mkutane pale jengo la utawala kwenye ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Kuchauka anaomba wabunge wa mkoa wa Mtwara mkutane pale jengo la utawala kwenye ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya hayo, naomba sasa nisitishe shughuli za bunge. Naomba nisitishe shughuli za bunge hadi saa 11 leo jioni. Asanteni.